kwenye injury ya muda mrefu kama unakumbuka vizuri. Yaani watu wasije kaangalia hapa katikati tu baada ya kukosa nafasi. Lakini Manula alikuwa kwenye injury ya muda mrefu sana ambayo ilimweka kutokuwa kwenye kiwango chake kile ambacho tumekizoea. Na baada ya kukaa kwenye injury kwa muda mrefu akarejea kwenye timu ya Simba, lakini bado akawa anafanya mazoezi kwa ajili ya kutengeneza ile level yake ya tunayofahamu ya Aishi Manula. Na wakati huo Simba ameshatafuta golikipa mwingine ambaye alikuwa ameshakuja kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo baada ya kurejea, lakini akashindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Na tayari kuna golikipa ambaye anaonyesha uwezo mzuri kama Pinpin Kamara alikuwepo, Aibu pia alikuwepo the same. Kwa hiyo Aishi alikuwa ni kama third option ya Simba Sports. Na baada ya kuona hivyo akaona kwamba ana option nyingine ya kwenda sehemu nyingine. Ofa ikaja, lakini Simba wakaikataa, wakaona kwamba bado anastahili kumtumia Aishi Manula. Lakini kuna muda ikatokea Aishi Manula ikaonekana kwamba yeye bado haridhiki kukaa bench, anataka kwenda sehemu nyingine. Taarifa zinaeleza kwamba anataka kumtoa kwa mkopo kwenda sehemu nyingine, lakini Aishi Manula mwenyewe alikataa kwenda. Taarifa zinazoeleza. Taarifa zinavyoeleza. Yes, kwamba alitaka kwenda kwa mkopo kwenye timu nyingine lakini sio Azam. Yes. Lakini baadaye ni kama Simba Sports walivyoruhusu kwenda kule, Manula yeye akakataa. Nataka kwenda mimi kwenye mkopo kwenye klabu ambao nyie nataka mimi niende. Kwa hiyo ikawa iko hivyo. Kwa taarifa ambazo zingine wanazijua wenyewe, tusubirie kwa sababu mkataba wake uko ukingoni. Tutajua wenyewe watazikuja kuziachia. Mara nyingi